katika maombi kuna nguvu ya ajabu ambayo ni Mungu mwenyewe anashuka kukusaidia. Na ndipo tunasema ya kwamba jenga tabia ya kuombea hata yale yaliyo madogo, hata yale yaliyo madogo. Jenga tabia kuyaombea, maana ukijenga tabia kuyaombea, yatakapokuja yale unayoona ni makubwa kwako, utayaombea vile inavyopasa. Jenga tabia ya kuyashughulikia katika maombi, kwa maombi yale mambo madogo madogo unayoona wewe ni madogo, japo kwa Mungu hakuna dogo wala kubwa, yote ni sawa. Mungu anayeweza yote. Mwanafunzi mmoja akatoka kwenye mtihani akasema, yaani huu mtihani napata 100 ya 100. Yaani maswali yote yamekuja vile vile ambavyo nilisoma. Mtihani umetoka, ndio aliofeli kuliko mingine. Kwa nini? Kwa sababu aliona ni marahisi. Kwa hiyo macho yake yalifungwa na ule urahisi, akaona kwamba hapa ni marahisi. Hili ni rahisi, hili swali ni rahisi, hili swali ni rahisi. Macho yalipofushwa na ule kuona urahisi wa yale maswali, akashindwa kuona mtego ulioko kwenye yale maswali. Kwa hiyo akashindwa kuona kamtego kadogo tu, akashindwa kuona. Kumbe pale juu kwenye maelekezo pale aliambiwa usijibu swali hata hivi, hata moja. Kuna mambo ambayo ninayaona ni madogo, mfano kuzungumza na mwenzangu na rafiki yangu, ninayaona mimi kama ni madogo. Mazungumzo tu ya kawaida tunazungumza, lakini kwa Mungu hakuna kubwa, hakuna dogo. Hilo lazima niliweke kwenye akili ya kwamba kwa Mungu na katika ulimwengu wa kiroho, tena lile unaloliona ni dogo sana ndilo ambalo shetani anawekea mtego hapo ili aweze kukunasa. Lile unaloliona dogo kama kusalimiana, shetani anaweka mtego. Mmoja ambaye yeye alitamkiwa tu neno katika salamu, haya huyo mwanao mzimu. Sasa kumbe yule jirani aliyokuja kumsalimia hakujua kwamba mwanae wa yule ni rafiki yake, kumbe ameshaondoka muda mrefu. Mwanao mzimu. Akajeruhika kuanzia pale, urafiki na undugu ule ukafanyaje? Ukavunjika, kwamba huyu mtu alikuwa ni mgeni Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Urafiki na undugu ukaishia kuanzia hapo. Mwingine alitamkiwa tu neno, lile neno likaingia ndani, likashika, likakamata mzizi, likajenga mizizi yake pale. Hilo neno tayari limemvurugia maisha yake yote. Jambo mazungumzo ya kawaida. Kwenye mazungumzo shetani akaingiza kitu, neno tu la kumkwaza. Nilipomkwaza likavuruga utumishi wake, nilipomkwaza likavuruga kazi yake, nilipomkwaza likaondoa amani moyoni mwake, nilipomkwaza likaondoa furaha moyoni mwake. Ile bidii aliyokuwa nayo katika kufanya kazi yake, hata kama ni shambani, hata kama ni kwenye biashara, ikaondoka. Kwa nini? Neno dogo. Mazungumzo kwa Mungu hakuna dogo wala kubwa, yote yako sawa. Kabla ya kitu chochote, hata vile vidogo unavyoviona ni vidogo, viombee. Tunaona rafiki yetu, mama yetu kipenzi anaitwa Eva, ametupiwa mawe kweli kweli, na hili linamhusu nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuomba alipoingia kwenye mazungumzo na rafiki yake pale bustanini. Walikuwa marafiki, na simba na chui na paka na nyau na nani na popis vile hadi na nyoka. Kwa hiyo walikuwa marafiki, wanazungumza muda wowote. Ndio maana havikuwa shida sana kufanya hata yale mazungumzo ya juu ya mti, kwamba huu mti mmeambiwa msile haya matunda yote. Habili kumsukua kwamba huyu nyoka kwanza kutokea lini ameweza kuongea. Unaniombea